Moja kwa moja kutoka katika jiji la Johannesburg katika nchi ya Afrika Kusini. Hii ni JCTV, chombo chako cha habari cha mtandaoni. Hapa tunakuletea taarifa sahihi, za haraka na zenye uhakika kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na zile ambazo zinamgusa mkongomani aliye nje ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tunakuletea habari za siasa, uchumi, mazingira, jamii, michezo na kadhalika. Ndani ya taarifa zetu utapata uchambuzi kutoka kwa wachambuzi wetu, lakini pia ripoti mbalimbali kutoka kwa maripota wetu. Leo ni Jumanne, Juni 23, 2026. Tulionayo mchana wa leo. Rais wa Burundi Evariste Ndayishimiye anafanya ziara ya siku 2 nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Rais wa Burundi pamoja na nchi yake ya Burundi ni rafiki wa kweli wa DRC. Taarifa ambazo bado hazijathibitishwa rasmi zinaashiria eneo la Pwezero lililopo kwenye muhimili wa Minembwe na eneo lenye umuhimu mkubwa wa kijeshi huenda likawa limeangukia mikononi mwa wapiganaji wa M23 Twirwaneho. Na idadi ya wagonjwa waliothibitishwa kuambukizwa virusi vya Ebola mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imefikia 1048, ikiwa ni pamoja na vifo 254, idadi ambayo inaweza kubadilika muda wote kutoka sasa. Kuna hayo na mengine lukuki, na kuomba tuweze kuandamana sote hadi tamati. Naitwa Bedi Jean de la Croix, niseme tu kwa moyo mweupe na mkunjufu kabisa, karibu twende sote hadi tamati. Na sasa tuangazie kwa kina kabisa taarifa zetu. Muungano wa vyama vya siasa wa C26 umeanza maandalizi ya maandamano yaliyopangwa kufanyika Julai 8 mwaka huu kwa lengo la kutetea na kuhimiza kuheshimiwa kwa katiba ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Katika mkutano uliofanyika Jumatatu katika makao makuu ya chama cha LGD mjini Kinshasa, baraza la viongozi wa C26 lilijadili maandalizi ya shughuli hiyo ambayo viongozi wa muungano huo wanaieleza kuwa na umuhimu mkubwa wa kisiasa. Kwa mujibu wa C64, lengo kuu la uhamasishaji huo ni kukumbusha haja ya kuheshimiwa kikamilifu kabisa kwa katiba na kuwataka viongozi wa taasisi za umma kutekeleza majukumu yao kwa kuzingatia sheria za Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Muungano huo unasema kwamba ukiukaji wa maksudi wa katiba unachukuliwa kuwa kitendo cha uhaini mkubwa na kwamba unakwenda sambamba na kukiuka dhamana waliopewa viongozi hao. Kwa taarifa yao, viongozi wa C64 wametoa wito kwa raia wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo popote walipo kujitokeza kwa wingi ili kutoa sauti yao kuhusu swala hilo. Wamesisitiza kuwa viongozi wa taasisi ambao hawataheshimu masharti ya katiba wanapaswa kuwajibishwa kwa mujibu wa sheria. Maandamano ya Julai 8 yanatarajiwa kuwa sehemu ya kampeni ya kisiasa ya muungano huo, huku ikifanyika katika mazingira ambayo mjadala kuhusu uongozi na uendeshaji wa taasisi za umma unaendelea kushika kasi nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Coalition 64 tunakuya leo hapa kumkutano wetu wa leo ya ba-president ya ba-parti na ba-association nyote ya C64. Tulikutana leo juu ya kuangalia maneno ya mobilisation ya marche nationale yenye tunapanga juu ya le 8 juillet. Peuple anasema le 8 juillet itakuwa kivumbi na jasho. Itakuwa kivumbi na jasho parce que peuple congolais à partir ya Kinshasa na ba province yote atatembea une de tira pale la nation. Atenda fanya nini kule? Atenda kuambia President Tshisekedi uliisha we peke kuharibisha maneno yote. We peke unapasula constitution. Hivi unapasula la constitution, unajitosha wewe peke kukiti yako. Na sasa kujitosha wewe kiti yako si peuple benye inchi tunakia kuambia ujitoshe tu, tukusindikize kwako, uende kala kwako, utuache tutie mtu mwingine atembeze inchi yetu. Haiko vile? Haiko vile? Tujipigie mikono. Na sasa moja kwa moja tujielekeze katika nyanda za juu za huko Minembwe. Tunaarifiwa kwamba eneo la Pwezero lililopo kwenye mhimili wa Minembwe na lenye umuhimu mkubwa wa kijeshi huenda likawa limeangukia mikononi mwa wapiganaji wa M23 na washirika wake.
Kwa mujibu wa taarifa ambazo bado hazijathibitishwa rasmi na ambazo zimefika kwenye vyombo mbalimbali vya habari, eneo la Point Zero lililopo kwenye mhimili wa Minembwe katika mkoa wa Kivu Kusini huenda likawa limeingia mikononi mwa wapiganaji wa M23 na washirika wake Jumatatu ya tarehe 20 Juni 2026 majira ya saa 4 asubuhi. Vyanzo hivyo vinaeleza kuwa waasi hao huenda wakawa wamefanikiwa kudhibiti mji huo baada ya mapigano ambayo mazingira yake bado hayajawekwa wazi. Hata hivyo, hadi sasa hakuna taarifa rasmi kutoka kwa serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wala kutoka kwa jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo zinazothibitisha au kukanusha madai hayo. Eneo la Point Zero linachukuliwa kuwa la kimkakati kutokana na nafasi yake katika ulinzi wa mji wa Baraka, Fizi Center na Misisi, pamoja na mchango wake katika usalama wa eneo la Grand Katanga. Endapo taarifa hizi zitathibitishwa, hali hiyo inaweza kuwa na athari kubwa. Hali hiyo inaweza kuwa na athari katika mwenendo wa mapigano katika sehemu hiyo ya mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kwa mujibu wa wachambuzi wa masuala ya kiusalama. Wakati huo, taarifa nyingine ambazo nazo bado hazijathibitishwa zinaashiria kuwa baadhi ya wapiganaji wa M23 na washirika wake wameonekana katika kijiji cha Mitamba kilichoko katika tarafa ya Uvira. Hali katika maeneo hayo inaendelea kubadilika, huku wadau mbalimbali wakisubiri taarifa rasmi kutoka kwa mamlaka husika. Kwa habari za haraka, za kina na za uhakika kutoka Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo na zile ambazo zinamgusa kwa mkongomani aliye nje, usikose kusikiliza JCTV. Usikose pia kusubscribe, comment, like na kushare. JCTV ni jicho lako. Bila shaka msikilizaji, usikose kusubscribe, kucomment na kushare, lakini pia usikose kabisa kututumia maoni yako kama una maswali, pendekezo na lolote lile ambalo ungetaka sisi tuweze kurekebisha, basi usikose kuwasiliana nasi. Kwingineko ni kwamba idadi ya wagonjwa waliothibitishwa kuambukizwa virusi vya Ebola mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imefikia 1048, ikiwa ni pamoja na vifo 254, idadi ambayo inaweza kubadilika muda wowote kutoka sasa. Idadi hiyo mpya ilitangazwa na mamlaka katika taarifa iliyotolewa Jumapili jioni, huku changamoto kubwa ikiendelea kuwa ufuatiliaji wa watu waliokutana na wagonjwa hao. Tangu mlipuko huu ulipotangazwa Mei 15 mwaka huu katika mkoa wa Ituri, jumla ya watu 100 wamepona, huku wagonjwa 365 wakiendelea kulazwa hospitalini au kutengwa kwa ajili ya matibabu na uangalizi. Mlipuko huu wa Ebola unaosababishwa na kirusi adimu cha bundibujo ambacho hakina chanjo wala tiba maalum ulirekodiwa kuwa mbaya zaidi kuwahi kushuhudiwa katika mwezi wake wa kwanza. Mamlaka zinaonya kuwa huenda kukawa na wagonjwa wengi zaidi ambao bado hawajatambuliwa na kwamba kilele cha mlipuko huo bado hakijafahamika. Ufuatiliaji wa watu waliokutana na walioambukizwa unaendelea kuwa changamoto kubwa, huku Wizara ya Afya nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ikieleza kuwa kiwango cha ufuatiliaji huo kimefikia 55% pekee. Hadi sasa mamlaka hazijafanikiwa kumtambua mgonjwa wa kwanza wa mlipuko huo. Kwa mujibu wa takwimu za wiki iliyopita, zaidi ya watu 35,000 waliokutana na walioambukizwa bado wanahitaji kufuatiliwa. Changamoto hii inachangiwa pia na hali ya usalama mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambako vurugu zinazoendelea zinazohusishwa na makundi yenye silaha zimeathiri shughuli za afya. Mashambulizi yanayofanywa na waasi, yakiwemo yale yanayohusishwa na kundi la Daesh, yamezuia ufikiaji wa vijiji vingi na kusababisha maelfu ya watu kuyakimbia makazi yao. Baadhi yao wamekimbilia katika kambi zenye msongamano mkubwa, huku wengine wakilazimika kuhama mara kwa mara. Zaidi ya mwezi mmoja tangu kuanza kwa mlipuko huo, maafisa wa afya wanakiri kwamba ugonjwa huo unaendelea kuzidi juhudi za kuudhibiti na kwamba mkubwa wake halisi bado haujafahamika. Ikiwa unataka kudhibiti janga, hasa janga la Ebola, ni lazima ujue mgonjwa wa kwanza, alisema Daktari Jacques Kasea, mkurugenzi mkuu wa kituo cha afya cha kudhibiti na kuzuia magonjwa Afrika CDC, katika mahojiano na shirika la habari la Associated Press wiki iliyopita. Hatujui kwa hakika ni lini mlipuko huu ulianza, alikiri. Na sasa tujielekeze katika mji mkuu wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Kinshasa, ambako Rais wa Burundi Evariste Ndayishimiye yuko katika ziara ya kikazi katika mji huo.
Ziara ya rais wa Burundi Evariste Ndayishimiye nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inafanyika katika kipindi ambacho pia anahudumu kama mwenyekiti wa Umoja wa Afrika. Burundi na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo zimeendelea kudumisha uhusiano wa karibu na ushirikiano wa pande mbili chini ya uongozi wa marais Evariste Ndayishimiye na Felix Tshisekedi. Ushirikiano huo umejikita katika masuala ya usalama, afya na maendeleo ya kikanda. Miongoni mwa masuala kwenye mazungumzo kati ya viongozi hao wawili ni hali ya usalama mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo pamoja na juhudi za kukabiliana na mlipuko wa virusi vya Ebola unaoendelea nchini humo Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Rais Ndayishimiye ambaye anachukuliwa kuwa mmoja wa washirika wa karibu wa Rais Felix Tshisekedi katika ukanda wa Maziwa Makuu amepeleka wanajeshi wa Burundi wapatao 10,000 katika eneo la Minembwe, Kivu Kusini kwa lengo la kushirikiana na vikosi vya jeshi la DR Congo katika mapambano dhidi ya wahasi wa Red Tabara. Aidha, akiwa mwenyekiti wa Umoja wa Afrika, Rais Ndayishimiye anatumia ziara yake nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kufanya mashauriano na wadau mbalimbali wakiwemo viongozi wa ujumbe wa Umoja wa Mataifa nchini humo MONUSCO kuhusu juhudi za kuimarisha amani na utulivu mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na katika maeneo mengine yenye migogoro ndani ya ukanda wa Maziwa Makuu. Awali nilibahatika kufanya mazungumzo na Omar Kavota. Yeye ni mchambuzi wa siasa za DRC na Maziwa Makuu. Nilitaka kupata mtazamo wake kuhusiana na ziara hii ya rais wa Burundi nchini DRC. Huyu hapa, tumsikilize. Rais wa Burundi pamoja na nchi yake ya Burundi ni rafiki wa kweli wa DRC. Ni moja wa marais wa Afrika ambaye ingalikuwa yeye ndiye muamuzi kuweza kuhakikisha kuwa amani ya DRC inapatikana, angaliweza kuamua hivyo. Sababu tunaona katika hali ambayo DRC inapitia, Burundi inakuwa ni rafiki wa karibu wa DRC, na rais wa Burundi anaonekana kuwa rafiki wa karibu wa rais wa Kongo Felix Tshisekedi, hadi kukubali kuleta wanajeshi wake kutoka Burundi hadi DRC. Waliweza kuingilia kati katika kuweza kuchangia kwa amani, wakitumia mwavuli hapo awali, mwavuli wa nchi za Afrika Mashariki. Baadaye wakati kulikuwa kuto kuelewana vilivyo kati ya majeshi ya Afrika Mashariki na serikali ya Kongo, Wakenya walirudi, vingine zilirudi, lakini Burundi ilibaki kwa misingi ya mikataba ya kirafiki kati ya DRC na Kongo. Sasa ziara ya rais wa Burundi wakati anakuja huku Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, sio tu kama ni kwa nyadhifa zake kama msimamizi wa AU, Umoja wa Afrika, lakini pia kama rafiki wa Kongo, yule ambaye amekuwa mshuhuda hata wa mikataba mingi ambayo inafanyika kati ya Kongo na wale ambao wanasumbua Kongo. Unajua ya kuwa alikuwa mmoja wa washuhuda wa mkataba huko Washington ambao uliweza kusainishwa chini ya himaya ya Marekani kati ya DRC na Rwanda, na yeye anaonekana ya kuwa anashughulika ili kuhakikisha kuwa amani ya Kongo inarudi, sababu anajua ya kuwa amani ya Kongo inaweza kusaidia pia amani ya kanda, na Burundi inaweza kunufaika na amani ambayo inaweza kushuhudiwa humu nchini DRC. Bila shaka mengi umechambua na umejaribu kuonesha mchango wa Burundi katika kuisaidia DRC kurejesha amani nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo au kurejesha amani katika nchi yake. Pengine nikuulize swali moja la mwisho tu. Ni kwa namna gani uwepo wa majeshi ya Burundi nchini DRC umechangia juhudi za kukabiliana na makundi yenye silaha na kuimarisha usalama katika maeneo ya mashariki mwa nchi? Umeona yamefanikiwa kiasi gani kwa namna unavyoona uzito wa machafuko ulivyo mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo? Wakati wa jeshi ya Burundi imeweza kuingia DRC hasa kukabiliana na uasi wa M23, kuna pia waasi wa Burundi ambao walikuwa wanapatikana katika maeneo ya Kivu ya Kusini,
tukizungumzia wilaya ambazo zinapakana na Burundi, ambao walikuwa pia tishio kwa usalama wa Burundi. Wakati wanajeshi wa Burundi wameingia kusaidiana na jeshi ya Kongo, wameweza kwa pamoja kutia jitihada pamoja ili kukabiliana na uasi wa M23 na makundi mengine ya uasi kama Twirwaneho na Ngomino na zingine ambazo zilikuwa zinashirikiana na uasi wa M23, na pia ambazo ni makundi mengine ambayo ilipaswa kuchangia kwa kutatiza pia usalama wa Burundi. Yaani majeshi ya Burundi imesaidiana vilivyo na majeshi ya taifa ya Kongo FARDC kwa kuweza hata kupelekea miji na wilaya fulani za mikoa ya Kivu ya Kusini zisiweze kuanguka. Wakati jeshi ya Kongo ilikuwa inadhibiti mji wa Goma, wilaya za Nyiragongo na hapo awali eneo fulani za Masisi, askari kutoka Burundi walishirikiana na jeshi ya taifa ya DRC kuweza kuhakikisha kuwa wanapiga vita uasi, na ingawa M23 kwa ushirikiano kwa kutumia Rwanda iliweza kumiliki miji ya Goma na Bukavu, lakini inaonekana ya kuwa jeshi ya Rwanda ya Burundi ilisaidiana ilikabiliana na uasi kwa ushirikiano na jeshi ya taifa ya Kongo, na pia inaonyesha kuwa Burundi na Kongo ni marafiki, si urafiki wa unafiki, lakini urafiki wa kweli kweli, na wana maslahi pia ya kiuchumi ambao wanajua ya kuwa iwapo wana usalama kwa pamoja, uchumi unaweza kuendelea na wanaweza kukabiliana na adui moja ambaye kwa sasa inaonekana kuwa ni Rwanda. Ni Omar Kavota huyo ambaye nilifanya naye mahojiano hivi punde kuhusu ziara ya rais wa Burundi nchini DRC na uhusiano kati ya mataifa haya mawili. Tunaendelea kukusogezea taarifa zetu. Kiongozi wa jadi wa Ihana aonya kuhusu uwepo wa watu wenye silaha nzito katika vijiji viwili vya Walikale, Kivu Kaskazini. Kiongozi wa kundi la kijadi la Ihana katika wilaya ya Walikale mkoani Kivu Kaskazini ametoa tahadhari kuhusu uwepo wa kundi la watu wenye silaha nzito ambao wameonekana kwa takriban wiki moja sasa katika vijiji viwili vya eneo hilo. Kwa mujibu wa Mwami Kitwana Ngulu Serafe, watu hao wenye silaha wamejikita katika kijiji cha Kabingu kilichopo katika eneo la Robe pamoja na kijiji cha Mitamba katika eneo la Banantabana. Kwa mujibu wa taarifa zilizokusanywa kutoka kwa wakazi, watu hao kwa sasa wanajenga makazi ya muda katika vijiji hivyo, jambo linalozua hofu kwamba huenda wakawa na nia ya kujikita kwa muda mrefu katika eneo hilo. Kiongozi huyo wa jadi amesema kuwa hadi sasa utambulisho wa watu hao pamoja na malengo yao haujafahamika. Hali hiyo imezua wasiwasi miongoni mwa wakazi ambao kwa miaka kadhaa wamekuwa wakikabiliwa na shughuli za makundi mbalimbali yenye silaha katika wilaya ya Walikale. Kutokana na hali hiyo, kiongozi wa grupumenti ya Ihana ametoa wito kwa mamlaka za kiutawala, usalama na jeshi kufanya uchunguzi wa haraka ili kubaini utambulisho wa watu wao wenye silaha, nia yao na tishio lolote ambalo wanaweza kulileta kwa raia. Tahadhari hiyo inakuja katika mazingira ambayo hali ya usalama bado ni tete katika maeneo kadhaa ya Walikale, ambako shughuli za makundi yenye silaha zimeendelea kuchochea hali ya kutokuwa na usalama, kuhama kwa raia na mivutano kati ya jamii mbalimbali. Katika miezi ya hivi karibuni, maeneo kadhaa ya wilaya hiyo yameshuhudia mapigano kati ya makundi ya simu pamoja na uvamizi wa wapiganaji katika baadhi ya vijiji, jambo ambalo limeongeza hali ya hatari kwa wakazi wa eneo hilo. Wakazi wa eneo la Robe, Banantabana na vijiji vya jirani wanasema wanatarajia hatua za haraka kutoka kwa vyombo husika ili kuzuia kuzorota zaidi kwa hali ya usalama katika sehemu hiyo ya Kivu Kaskazini. Na mwishowe kabisa, katibu mkuu wa chama cha UDPS Augustin Kabuya ameshtumu rais wa zamani wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Joseph Kabila Kabange kwa kuhusika na mauaji ya baba yake Laurent Desire Kabila aliyekuwa rais wa nchi hiyo kati ya mwaka 1997 na 2001. Akizungumza katika makao makuu ya chama chake wakati wa mkutano wake wa kawaida wa kisiasa na wanachama wa UDPS siku ya Jumamosi, Kabuya alisema kwamba si siri kwamba Joseph Kabila ndiye anayehusishwa na kifo cha Laurent Desire Kabila aliyeuawa katika ofisi yake mjini Kinshasa mnamo Januari 16, 2001.
Tamko hilo lilitolewa huku akijaribu kueleza matamshi yaliyotolewa na Rais Felix Tshisekedi dhidi ya mtangulizi wake Joseph Kabila wakati wa mkutano na raia wa Kongo wanaoishi ughaibuni baada ya mechi ya kombe la dunia kati ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Ureno iliyomalizika kwa sare ya bao 1-1 mjini Houston nchini Marekani. Kwa mujibu wa Kabuya, kauli ya Rais Tshisekedi iliyomrejelea Joseph Kabila kama mbwa ilitafsiriwa vibaya, akisema kuwa dhamira ya rais ilikuwa kuonyesha kwamba rais huyu wa zamani alikuwa akifuata maelekezo ya Rwanda bila kuyapinga. Akizungumza kwa lugha ya Lingala, Kabuya alihoji iwapo neno mbwa linaweza kuchukuliwa kuwa tusi, akitoa mfano wa namna wanachama wa chama chake wanavyotajwa na wapinzani wao. Matamshi ya Rais Tshisekedi yameibua mjadala mkali, hasa miongoni mwa washirika wa karibu wa Joseph Kabila ambao wengi wao wanaishi uhamishoni barani Ulaya. Wameonyesha kutoridhishwa na kauli hizo licha ya kwamba zilitolewa wakati taifa hilo likiwa katika hali ya furaha kufuatia kurejea kwa timu ya taifa ya Leopard kwenye kombe la dunia. Kwa upande wake, muungano wa AFC M23 kupitia mratibu wake wa kisiasa Corneille Nangaa ulilaani matamshi hayo na kuyataja kuwa ya kutowajibika na yenye kuchochea vita. Nangaa alisema kuwa kauli hizo zinaweza kufasiriwa kama tangazo la vita wakati ambapo juhudi za mazungumzo kati ya pande husika bado zinaendelea. Ni mwisho wa habari zetu. Naitwa Bedi Jean de la Croix na hii ni JCTV. Kwa heri kwa sasa, tukutane baadaye.